Leo nilikuwa na mgeni ambaye alinitembelea majira ya saa sita takriban saa saba mkoani Kigoma, na mgeni huyu dhamira yake ilikuwa ni kunifuata katika jiji la Dar es Salaam, na kwa uwezo wa Mungu nikawa nakuja mkoani Kigoma. Tukakutana. Alikuwa na hali mbaya, anapumua kwa tabu, lakini hawezi kutembea, anahema sana na ana muda mrefu sana akiwa na dhiki ya namna hiyo, takriban miaka 5 akiwa akiteseka na changamoto hiyo. Nilifikiri haraka namna ya kumsaidia. Tulimpa dozi kamili ya 4A9 na 4A5, lakini niliendelea kutafakari kinyume naye, kuona nawezaje kumuondoa katika hali hiyo na akabaki kuwa salama. Na ninashukuru nimefanikiwa kwa asilimia kubwa kwa kutumia njia mbili. Njia ya kwanza nilitumia kipimo cha ambacho mimi nakiamini kwa sababu package yake yote iko sawa, na nikatumia UN-Gold ambayo siamini kutokana na package yake ina tarehe tofauti tofauti. Lakini nafarijika kuona tumepata kwenye vipimo vyote -2. Kipimo cha kwanza tumepata negative na kipimo cha pili tumepata negative. Kwa hiyo nitamwacha mkoani Kigoma akiwa negative na akiwa salama. Na yeye anasema T.R. Msigwa, kule kuhema kwangu kwa kasi, kupumua kwangu kwa changamoto kumeondoka. Nini tumetumia ili kuweza kumtibu kwa haraka kwa muda wa wiki moja? Haijafika wiki moja, tumechukua siku 5. Tumeongeza kiwango kikubwa cha vitamin C. Imetusaidia kuhakikisha damu yake inakuwa salama, kwa maana dawa iliyokuwa ndani ya kipimo imeshindwa kutambua, na chemical yoyote iliyokuwa ndani ya mwili kwenye damu yake imesafika na tumepata negative. Nimeituma kwenye mitandao yote ya kijamii, TikTok, YouTube na mitandao mingine. TikTok wakati nataka kufikiria kurekodi, walikuwa shafika watu zaidi ya 1000 wanatizama YouTube, TikTok na mitandao mingine ya kijamii. Ninachoweza kusema ni kitu kimoja tu. Tusijenge tabia ya kukata tamaa. Tujenge tabia ya kufanya uchunguzi kwa kina na kupanua wigo wa kutafakari. Huwezi kuweka dawa sehemu ambapo hakuna kidonda. Ni vizuri ukaona sehemu kama kuna kidonda, ukachukua kipimo, ukachukua dawa ukaweka, maana yake utapona. Na ukipona kila kitu kinakwenda sawa na mambo yote yanaondoka katika changamoto hiyo. Kwa hiyo sasa tunakwenda kuleta mapinduzi, hata vile vipimo ambavyo mtazamo wangu na mtazamo wa baadhi ya watu wenye kuchunguza kwa kina wanakwenda kupata jawabu la kutosha. Ndiyo maana nafanya ziara kwa maksudi takriban mikoa 4 au 5. Lengo ni kumtafuta kabla tujaikamata SADC, kwa maana ya kufungua vituo katika Afrika Mashariki na SADC kwa jumla. Tunahakikisha waliokuwa wanawasiliana nasi wanakuwa salama zaidi, ili wafikie katika lengo ambalo wanakusudia, na sisi tunafurahi kuona Mtanzania mwenzetu au ndugu yetu Afrika Mashariki na SADC kwa jumla akiwa salama katika safari ya maisha yake. Nipo mkoani Kigoma